Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huku nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe mosi Mei mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya mapema alfadiri. Mtazamaji pia msikilizaji, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila apata hasara kwa Marekani. Kulikoni? Mtazamaji, kabla tuendelee, acha wewe ambaye ulikuwa bado hauja subscribe uanze kujiabone, kulike, kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Mtazamaji pia msikilizaji, nisikilize kwa makini. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange ameongezwa kwenye orodha ya watu waliowekewa vikwazo na nchi ya Marekani, na hiyo ni tangu Alhamisi hii ya tarehe Aprili 30 mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa habari tulizopokea, imedokezwa kwamba hii imewekwa kwenye orodha maalumu Deleted Nationalities SDNS ya ofisi ya hazina ya Marekani ya udhibiti na mali za kigeni OFAC. Ni chini ya mpango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uhusiano wake na muungano wa AFC M23 wanaotajwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, uteuzi huo wa kumwekea vikwazo rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange uliofanywa kwa mujibu wa amri ya utendaji 13413 kama ilivyorekebishwa na hiyo 13671 unasababisha kufungiwa kwa mali zake chini ya mamlaka ya Marekani na unakataza miamala yoyote ile na raia au makampuni ya Marekani. Hii inakuja pamoja na kusimamishwa kwa chama chake cha kisiasa, yaani kupigwa marufuku kwa chama chake cha kisiasa PPRD kuchapa kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, ikumbukwe hapa kwamba ikiwa haitoshi, kulizuhiliwa mali zake zilizoamriwa na Kinshasa kukamatwa, pia isisahuliki ile hukumu ya kifo ambayo alipata au aliwekewa bila yeye kuweko mahakamani, hukumu iliyotolewa mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 na mahakama kuu ya kijeshi, wakimtuhumu kwa mambo ya uhaini, uhalifu wa kivita na kushiriki katika uasi. Mtazamaji wa Kuna Nini News, lazima tuangazie hapa kwamba hayo ndiyo yaliyompata rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Vema tuangazie na kukumbusha pia vikwazo hivi ambavyo amewekewa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetokea wakati kuna baadhi ya maafisa na jenerali wa nchi ya Rwanda 4 ambao waliwekewa vikwazo na mali yao kuzuiliwa kwa makosa yale yale wanayomtajia rais Joseph Kabila, ambayo kikubwa kwa yote ni kuwaunga mkono muungano wa AFC M23 wanaotajwa kusaidiwa na kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Mwisho wa habari zetu kwa muda kama huu. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News ambaye bado huja subscribe, tafadhali usiondoke ikiwa bado hujabonyeza pale nafasi ya kusubscribe. Usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Usikose pia kushare, partage, kuwasambazia wengine.
Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hacha mtazamaji wangu, pia msikilizaji wangu, ni kushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.